Hello community, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nilisema amani kwanza ya Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi iwe pamoja nanyi. Habari ya siku ya Alhamisi tarehe 29 kama sijakosea, tuko mwisho wa Januari, wengi tunaita Januari. Tuko mwisho wa Januari. Leo ni Alhamisi tarehe 29. Nimeona na mimi nijadili kidogo, lakini ujadili wangu mimi unaweza ukawa tofauti kidogo. Tujadili katika kupiga story, mwendelezo wa zile story. Tujadili katika kupiga story. Naam, kuliletwa short clip screenshot ya Changpeng Zhao, CZ, mmiliki wa Binance, ikiletwa ikionyesha kwamba alikuwa sehemu fulani akizungumza na akisema kwamba screenshot hiyo ilivyoletwa imeletwa ikisemwa the world's biggest crypto boss CZ says AI will spend digital coins and the Pi network is already living the future. Si ndivyo eh? Kwa hiyo tuangalie walimaanisha nini bwana Cheng Zhao. Sawa, alimaanisha nini? Sasa uhalisia ukapatikana, walichokizungumza, nimetuma screenshot hapo. Alizungumza nini? Ni kile alichokuwa amekiandika katika ukurasa wake wa Twitter almaarufu X kwa sasa. Aliandika hivi ambacho kiliibua hisia za watu wengi sana. Huyu bwana aliandika AI will make you jobless. Crypto will make you not need a job. Buy and hold. Now, retire in a few years. If crypto allowed you to retire already. Aliliandika hilo katika ukurasa wake wa X. Nimekutumia na hiyo screenshot uone alichokiandika bwana CZ. Sasa hiki ndio ambacho nimeona tupige nacho story alichokiandika katika ukurasa wake wa X, ambacho kilikuwa ni sehemu ya mjadala katika ule mkutano alioalikwa kwenda kuwa ni speaker katika mkutano wa nini wa WEF, yani World Economic Forum. Ni jukwaa la uchumi wa dunia. Hebu imagine, katika jukwaa la kiuchumi la kidunia amealikwa mwana crypto aende kuzungumza, na miongoni mwa mambo aliyoyazungumza, ameyazungumza haya kwamba AI will make you jobless, kwamba AI, artificial intelligence, itaenda kukunyima wewe kazi, itaenda kukufanya wewe usiwe ni mfanya kazi, itaenda kukufanya ukose kazi, artificial intelligence. Imagine mtu yupo katika majukwaa makubwa ambayo yamehudhuriwa na watu wakubwa, wachumi wakubwa duniani, Donald Trump akiwa anafuatilia pia, kwa sababu inasemekana aliyesababisha kumwalika bwana huyu pale ni Donald Trump, kwa sababu Donald Trump yeye ndiye aliyemtoa jela kwa msamaha wa rais. Kumbuke alifungwa huyu bwana kwa nini? Kwa tuhuma za kuhujumu uchumi katika Binance. Kwa Binance ikaonekana kama ni kichaka cha waizi, ni kichaka cha watu wanaoiba pesa zao na kuzificha. Binance kwa mfumo wetu ananunua crypto. Mtu anamiliki mabilioni, matrilioni ya dola. Unamilikije wewe bilioni za dola alafu serikali hafahamu nini wewe, yani hizo umepata pataji? Kwa akaona muasisi wake huu atakuwa na mpango wa kufanyaje, wa utakatishaji fedha, kwa akamweka ndani. Kwa Trump alivyoingia kuwa rais akapata pardon,
amepata msamaha wa rais, akawa yupo nje. Kwa alivyokuwepo nje, inasemekana Trump yeye ndio aliyofanya mpango wa kwenda kuongea katika hilo, lakini mazungumzo yake mengi sana yalikuwa yamekita katika crypto. Sasa tuje katika yale aliyoyazungumza. Ameyazungumza juzi, amechapishwa tarehe 26 kama sijakosea, tarehe 23, kwamba AI will make you jobless. AI itakufanya wewe ukose kazi. Anamwambia nani? Anamwambia yule mwenye degree yake ya uchumi. Anamwambia yule mwenye degree yake ya finance, uchumi. Anaambia mwenye degree yake ya nini? Ya science. Anaambia yule mwenye degree yake ya engineering. Sio, anamwambia mwenye degree yake sio ya elimu. Anaambia sio mwenye masters, anaongea na PhD. Wewe sio ni PhD wa computer science, anaongea na wewe. Anaongea mwenye nguvu kazi. Huna elimu, lakini nguvu zako ndio msingi wa kukupatia kazi. Anasema AI will make you jobless. AI itaenda kukunyima kazi. Sasa huyu ameongea juzi, lakini sasa imagine haya mimi niliongea na ninyi tangu mwaka jana. Katika zile story ambazo tulizianza tangia mwezi wa 7. Mwaka jana mwezi wa 7. Niliwaambia haya kwamba AI, artificial intelligence, itaenda kukunyima wewe kazi. Roboti watakuja wakunyime wewe kazi. Roboti wa software ambazo ni hizi application zitaenda kukunyima wewe kazi. Zitaenda kupunguza madaraka ya mlimbikizano wa watu ofisini, kiwandani, yataenda kupungua. Hutohitaji sijui uwe na bodyguard, sijui hutohitaji uwe na daktari, sijui ni mwanasheria. Mambo yote haya yataenda kufanywa na AI. Itaenda kukunyima wewe nini? Kukunyima kazi AI. Maneno hayo niliyoyaongea mimi before, akaja akayaongea Cheng Diaofan, kwamba lengo letu sisi ni kuifanya dunia itengeneze utajiri kwa kupitia AI, artificial intelligence. Na hilo sisi ndio tunalizingatia katika mradi wetu, na ndio mradi wetu huu unapoelekea, ndipo tukatengeneza kitu kinaitwa App Studio. Tulimetengeneza App Studio, ni watu watengeneza application ambazo zitakuwa ni under AI. Umekaa zako, unafanya kazi zako nyumbani, lakini AI anakukusanyia wateja, anakuchukulia order, anakufanyia sijui nini. Wewe kazi yako tu ni kudeliver, si ndivyo? Kazi yako ni kusambaza, ni kupokea order na kutoa, napokea unatoa, lakini mambo yote yanafanyika na AI. Sasa angalia huyu tajiri, miongoni mwa matajiri, ukitaja top 30 kama sitakosea, top 20 au tuweke tu top 50 matajiri wakubwa duniani 50, huyu bwana CZ yupo ni miongoni mwao. Lakini anaenda kusema artificial intelligence itaenda kukunyima kazi. Inaenda kukunyimaje kazi? Akasema hivi, crypto will make you not need a job. Crypto will make you not need a job. Akiwa na maanisha high cryptocurrencies, industry ya crypto space itakufanya wewe usihitaji kazi. Itakufanya wewe usihitaji kufanya kazi. Kazi gani? Haitakuhitaji wewe tena kukaa eti kuanza kuchezea chaki, kufundisha, kupigwa na vumbi. Haitakuhitaji wewe kwenda kubeba, kukimbizana na mizigo barabarani. Haitakuhitaji wewe crypto kuwa ni chini ya usimamizi, eti wewe ni mwajiriwa. Unapangiwa mshahara, unakatwa pesa ambazo hutaki kukatwa, kwa sababu hakuna mtumishi au mwajiriwa yote anayependa kukatwa pesa zake. Eti anaekewa aje ya staff apewe pesa zake, akiretire apewe yale makato yao yote, wanalimbikiziwa eti wapewe. Hakuna mtu anayependa kukatwa hizo pesa, si ndivyo? Hata wewe umeajiriwa, haupendi vile unavyokatwa makato yale, upendi. Ila ndio hivyo, hamna namna, hauna kitu cha kukufanya ufanye, hamna. Yaani unaishi kwenye maisha ya no way out, hakuna pa kukimbilia, inakulazimu uwepo humo.
Sasa CZ anakuambia crypto itakufanya hiyo kazi usihitaji. Kwa sababu gani? Nakwambia buy and hold. Nunua crypto na ishikilie. Nunua Bitcoin ishikilie. Nunua Solana ishikilie. Nunua Pi ishikilie. Hakutaja, mimi ndio nataja. Akiwa anamaanisha buy crypto and hold. Nunua na ushikilie. Baada ya mwaka mmoja miwili, imepanda thamani, haiko pale. Retire in a few years. Kisha una retire, unastaafu baada ya miaka michache. Tunaelewana? Unastaafu baada ya miaka michache. Angalia waajiriwa, atafanya kazi miaka 60. Atafanya kazi miaka 40. Unaajiriwa na miaka 20. Unaambiwa kuretire kwako wewe ni miaka 60 serikalini. Kwa hiyo kama umeajiriwa na miaka 20 na miaka 25, kama ni miaka 25 utatakiwa kufanya kazi miaka mingapi? 35. Utafanya kazi miaka 35. Unastaafu, ndio unapewa zile ulizokuwa unakatwakatwa unapewa, ambazo exactly hazitaweza kukusaidia kwa sababu unatafuta pesa ikusaidie ukiwa una nguvu zako. Sasa una nguvu, umechoka, dhofli hali, unapewa mamilioni ya pesa. Ndio maana hawa wazee wetu wanapewa mapesa mengi, mamilioni ya pesa, alafu end of the day, ndani ya mwaka mmoja hana hata 100, kwa sababu akili haifanyi kazi kama mwanzo. Ni namna gani zile pesa ataziendeleza? Ukiwa sasa hivi wewe ni kijana, una akili zako timamu, akili inachaji vizuri, unakuwa una mipango kazi, una mikakati kwamba pesa hizi nizifanyie hichi, nikifanyie hiki, nizifanyie. Na ndio maana serikali ukifikisha miaka 60 wanakuondoa katika system. Kwa sababu gani? Akili yako haiko sawasawa tena, wewe sio yule tena. Da, maisha nyie hayana huruma. Wanasema the world is not fair. Dunia haiko sawa, haina huruma, haina usawa. Umefikisha miaka 60, serikali hawakuhitaji. Kwa sababu gani? Akili yako haiko sawa. Huwezi kumfundisha tena mtoto, utamdanganya kwa sababu akili yako wenyewe inakudanganya. Umeshachoka, ofisini hautohitajika tena. Unaambia mzirai, hapana bwana, kweli umefanya kazi vizuri, bado una afya, una nguvu, lakini miaka 60 bwana, hebu kaa pembeni, vijana hawa shike nafasi yako. Hapana. Alafu unapewa milioni 200, milioni 100. Wao hawakuhitaji kwa sababu akili yako haichaji vizuri. Unaweza ukaja ofisini ukajua umeenda kwa nyumbani kwako, ukaanza kufanya vitu, kuongea vitu kama uko nyumbani kwako. Sasa ya nini? Kaa nyumbani mzee. Ushazeeka mzee, pumzika mzee. Unapewa milioni 60 ambazo, milioni 100, milioni 200 ambazo mwisho wa siku huzifanyii kitu cha maana. Ukikosa usimamizi, umepata watoto mabogas kama sisi, hakuna tutakachokushauri kitu cha maana, pesa zinapotea. Lakini kwa nini usipewe pesa zako ukiwa una nguvu zako? Kwa sababu utafanya maendeleo makubwa, kwa sababu akili yako inachaji sawa sawa. Sasa CZ anamaanisha kwamba katika crypto industry itakufanya uretire ndani ya miaka michache, ndani ya mwaka mmoja, miaka 2, miaka 3, tayari umesha staafu. Akiwa anamaanisha hivi, tayari umeshapata faida kubwa, umestaafu, unafanya vitu vyako sasa vya maendeleo. Alafu akamalizia maandiko yake kwa kusema, akaeka kwanza emoji ya mtu aliyenyanyua mkono hapo, akiwa anamaanisha nyanyua mkono if crypto allowed you to retire already. Nyanyua mkono ikiwa tayari crypto imesha kufanya ustaafu. Kama crypto imesha kufanya ustaafu, hebu nyanyua mkono. Sasa watu ndo wakatoa reaction zao. Wapo walio nyanyua mikono, wapo walio andika, wapo walio sema hii safi, good, siyo nini, tiririri. Maneno watu wakatiririka. Ndio Twitter ambayo imepata reaction nyingi, imekuwa ni retweet nyingi, imekuwa na comment nyingi za kutosha. Ni hili andiko la CZ. Sasa turudi nyuma ya pazia, tuchunguze hili andiko lake kamaanisha nini alivyosema AI will make you jobless. AI itakufanya wewe jobless. AI akizungumza katika masuala ya nini? Ya crypto. Tuje, ni crypto gani ambayo inahusika na masuala ya AI?
Tukija moja kwa moja hajaizungumzia pai, lakini alichokitaja pai inaingia kwa 100% peke yake, hakuna crypto nyingine na kanyaga hapo. CZ hajiitagi pai, hajaizungumzia pai. Yeye ameongea kwa maono na maoni yake ya baadaye kwamba itakufanya AI ukose kazi. Sasa AI mimi itanifanyaje nikose kazi katika masuala haya ya blockchain technology? Bitcoin itafanyaje kazi na AI? Ethereum itafanyaje kazi na AI? Sijui Solana itafanyaje kazi na AI? Hakuna crypto duniani ambayo eti ndani yake kuna masuala ya artificial intelligence. Moja kwa moja hapa ameitagi Pi Network, hajaitagi, ila inayoingia ni Pi Network. Je, huyu CZ tajiri bosi anapoizungumza masuala ya crypto, unavyohisi haijui Pi Network, hajui mifumo yake, hajui miondoko yake? Anafahamu. Kama anafahamu, alivyozungumza hapa alikuwa anamaanisha nini? Angalia sasa, tuje katika Pi Network. Lengo kuu la Pi Network kwa kupitia co-founder wake Cheng Diaofan, mama la mama mwenye mradi wake, amesema tunachotaka sisi ni dunia idondokee katika masuala ya artificial intelligence, alafu iende ka capture value ambayo haijawa captured hapo awali before, haijawa captured before. Yani hiyo value itakayotengenezwa na masuala ya artificial intelligence, oh subhanallah, ni thamani ambayo haijawahi kufikiriwa hapo kabla, na ile itaenda kufanywa na mradi wa Pi Network peke yake. Na ndio maana tukatengeneza Pistodia, na ndio maana ikawa kuna Pi Venture. Hii Pi Venture ikaweza kuingiliana mifumo na nini, imeweza kuingiliana mifumo na kile, na wale walikuwa wanaitwaje, si ambao watakuwa kazi yao ni kuifanya AI zote artificial intelligence, robot, sijui ni hizi za application zitumie akili moja. AI tunasema ni akili bandia, akili mnemba. Sasa zile akili zao zile za roboti, akili za AI wote wao wanatumia chip moja, yaani wanatumia nini, system moja. Wanatumiaje system moja? Ndio wale nani wale nimewasahau, ambao walikuwepo katika dashboard ya Pi, ambao waliingia katika Pi Ventures, wale wanaitwaje wale, nikiwakumbuka nitawataja, au wewe mwenyewe kama umeshakumbuka na wamaanishia hao ambao walisema wao watakuwa wametengeneza mfumo ambao kama vile mfumo wa Android katika simu zetu, ambavyo mfumo wa Android nilivyoelezea ni kwamba wewe unaotumia Samsung, unaotumia Tecno, unaotumia Infinix, unaotumia Infinity, si unatumia Google Pixel, si unatumia Nokia, unatumia LG, unatumia Sony, ili hali ni Android, si ndivyo? Ni OS, operating system, zote zinatumia akili, mfumo mmoja wa Play Store. Play Store kivipi? Nitakapo download WhatsApp mimi katika Play Store, na mimi natumia labda mathalan, mfano mimi natumia Itel, si ndivyo, simu za bei zetu, au tufanye natumia ZTE, simu za mkopo za Tigo, hizi simu zetu, si ndivyo, natumia ZTE, si ndivyo simu yangu mimi natumia ZTE. Alafu kuna mwingine anatumia Google Pixel, sijui Pro ngapi huko, au mwingine anatumia Samsung Ultra 23, kanua milioni zake 4, Samsung Ultra 23. Mimi natumia ZTE, nimenunua 100,000 mkopo, sijui 30,000, sijui 1000 ngapi mkopo, kila siku narudisha sijui 100 ngapi, 600, sijui 100 ngapi, si ndivyo Lakini yeye akienda Play Store ataidownload WhatsApp, MB ni zile zile 56. Features za WhatsApp ni vile vile, hazitofautiani. Tukiingia kwenye setting, wote setting zetu ni sawa. Lakini aliyetengeneza WhatsApp hajatengeneza WhatsApp yetu kwa ajili, WhatsApp hii kwa ajili ya Infinix, WhatsApp hii kwa ajili ya Samsung, WhatsApp hii sijui kwa ajili ya Tecno, sijui WhatsApp hii sijui kwa ajili ametengeneza WhatsApp alafu akaiwekea nini, OS.
operating system kwa ajili ya Android's phone. Kwa sisi tunatumia akili moja. Ukidownload Facebook yote mfumo ni ule ule, lakini tunatofautishwa na wanaotumia iOS, iPhone operating system, ambao hawatumii Play Store, wanatumia Apple Store. Simu zao, laptop zao zimetutenga. WhatsApp ya anayetumia iPhone, WhatsApp yake feature zake au setting zake zinaweza kaa zinatofautiana kidogo. Hata ile image yake inaweza kaa inatofautiana na sisi. Ukifungua WhatsApp ya mtu anayetumia iPhone na WhatsApp yako zinaweza kaa kuna baadhi ya vitu vinatofautiana za kwenye setting. Utakuta kitu fake kipo huku, kitu fake kipo sehemu fulani, yani havijakaa mpangilio kama huu wa kwetu. Labda hapa nakutana na community, hapa nakutana na status, sio hapa nakutana na sio na channels. Za kwenye iOS haiko hivyo. Kwa wale Pi Ventures, wale walioshinda ile, walioingia mkataba na Pi kwenye masuala ya kuendesha hawa robots, wakasema watatumia mfumo kama vile unavyotumia simu, kwamba roboti mmoja anaweza akatumia akaoperate katika simu zote, yani kama vile application moja ya WhatsApp ikaweza kuoperate katika simu zote. Kwa mtu atakapotengeneza akili yake, mfano mimi roboti wangu nimemlisha akili ya nini? Akili ya masuala ya mifugo tu, yani anajua kuhudumia mifugo tu. Basi atakapojiunga na mfumo wa Pi network, roboti yule atakapojiunga na mifumo ya Pi network na blockchain ya Pi, basi roboti yule atakuwa na uwezo wa kuchukua akili za maroboti wengine wote akaweka kwenye akili yake. Akachukua roboti aliyofundishwa masuala ya uwekezaji, alifundishwa masuala ya plumbing, sijui alifundishwa masuala ya nini garage, sijui amefundishwa masuala ya kupika, huyu masuala ya kuhudumia watoto, huyu amesoma masuala ya walimu, huyu amefundishwa masuala ya science ni daktari, huyu amefundishwa masuala sio ya wakili. Kwa kitendo cha roboti wangu mimi kujiunga na mifumo ya blockchain ya Pi network, tayari anajua kila kitu duniani. Sasa hebu niambie, ni roboti gani, ni developer gani, ni creator gani, sio ni nani gani atakayetengeneza roboti wake alafu akasema mimi roboti wangu nataka awe ana akili moja tu ya leo mtengenezea? Hakuna umpuuzi. Kwa wanaotengeneza AI wote, wakina sio Gemini, wakina ChatGPT, sio wakina Grok, wakina DeepSeek wa China hao ambao wamekuja kuua soko la ChatGPT, wote wanasubiria kipenga cha Pi kipulizo cha mainnet, wote wakimbilie huko. Wakishakimbilia huko wote hawa, ChatGPT, sijui DeepSeek, Gemini, sijui Grok, wote hao watakuwa wana akili moja. Ukimuuliza swali moja watakujibu wote mfumo sawa, kwa sababu leo hii ukimuuliza swali hilo moja, fanya utafiti swali hilo moja, kamuulize Grok, kamuulize Gemini, afu muulize ChatGPT, wanaweza kukupa maelezo lakini yakawa yanaenda kwenye kutofautiana kidogo. Lakini watakapojiunga na mfumo hapa wanatumia OS, operating system moja, hawatatofautiana hata nukta au koma, vyote vitakuwa ni sawa, wataweka usawa. Sasa wale watakuwa wanapata faida na Pioneer watakuwa wanapata faida, wale wanao run node watakuwa wanapata faida kwa sababu watakuwa wanalipwa malipo ya Pi. Kwa hiyo leo hii mimi nitakapokuwa na roboti langu moja nikaliweka ofisini, hilo litakuwa ni cashier, huyo sio atakuwa ni customer service, customer care, huyo atakuwa ni bosi, manager, huyo anaweza akawa anafanya kazi zote, sio tunaelewana? Na akimaliza hapo arudi nyumbani, anaweza akabaki kuwa mlinzi. Unampa shoti gani hapo? Ukijipendekeza umekutana nayo. Tunaelewana eh? Kwa hiyo hichi alichokimaanisha CZ, alichokiandika CZ moja kwa moja kwa akili yangu mimi bandia hii, naona hapo alikitagi, alimaanishi ya kwamba ni Pi. Let me tell you my brother and sister, if you know this project Pi network, you are billionaire, you are rich, and not you only, you are rich. If you know this project Pi network, you're gonna be a millionaire, and not you only. Even your ex-boyfriend and girlfriend,
you're gonna change their life. Sure, I'm telling you, you're gonna change them. Your childhood, your family, your everything gonna change in this Pi network. Usiichukulie kimchezo mchezo, usiichukulie poa. Watu watashindwa kuitaja, watu wakubwa watashindwa kuitaja, kuipa credit, lakini ni kitu ambacho kinafahamika. Kisha akasema buy and hold, retire in a few years. Buy and hold, retire in a few years. Wewe unaweza kununua Bitcoin. Wewe hapo unaweza kununua Bitcoin. Japo walikuwa wanawazungumzia ni watu ambao wanaweza kununua Bitcoin. Mtu kununua Bitcoin 2-3 kwao ni kitu cha kawaida. Lakini leo hii wewe unaweza kununua Bitcoin, wewe Mwafrika, Tanzania, kuinunua Bitcoin unaweza uretire, uje ustafu katika miaka michache. Huna huo uwezo. Utanunua nini? Nunua Pi. Hapo amekwambia nunua Pi, acha uboya. Nunua Pi, acha uzembe, acha ujinga. Nunua Pi. Miaka michache utakuja kustafu ukiwa na pesa mingi, kwa sababu crypto itakufanya ustafu ukiwa bado ni kijana. Kama jobless utakuwa kwa sababu ya AI, utaenda kukosa kazi kwa sababu ya AI. Sasa utapata kazi wapi? Yaani kama AI inaninyima mimi kazi, sasa ni kitu gani mimi kitanipa mimi kazi? Pesa sina, kazi sina. Mimi mwenyewe ni mtu wa kazi. Sasa kama AI ataninyima kazi, ni wapi mimi nitapata kazi? Wakati mimi mwenyewe ni mtu wa kazi. Kazi nitakuwa sina na pesa nitakuwa sina. Wapi mimi nitapata kazi? Alafu unaambiwa AI atakunyima kazi. Hao mambo mimi sihusikani nayo. Muulize ambaye atakaye kuja kunipa kazi. Sasa mimi niulize, ni wapi utapata kazi? Yeye mwenyewe akakujibu. Kama AI ataenda kukunyima kazi, atakaye kupa kazi ni crypto. Unaenda kunyimwa kazi, alafu unaenda kupewa kazi. Unaenda, maana yake anaenda kukupunguzia mzigo wa kufanya kazi. Usiishi baadaye kwa miaka 2-3 baadaye usiseme bana mimi ni degree, bana mimi ni masters na masters, bana mimi ni PhD bana. Unajua mimi ni professor. Ndugu yangu, o professor wako kama haujui masuala ya cryptocurrencies, you are nonsense. Katika watu ambao wamelose, you are loser. Umepoteza ndugu yangu. Mimi sijui nimeajiriwa, mimi sijui ni afisa nani, sijui mimi nipo, sijui ni mkuu wa idara fulani, sijui mimi ni mkuu wa nini, sijui governor. Umepoteza ndugu yangu. Kama hauna elimu ya masuala ya cryptocurrencies, sasa hivi leo hii tunapozungumza 2026, hauna unachokielewa katika mifumo ya blockchain technology, walau ile basic huna. Yaani wewe huna tofauti na mhadzabe kabisa, kwa sababu upo katika dunia afu haujui yanayoendelea duniani. Unaona tu watu wanapita wamevaa nguo nzuri, sema wale vipi tena? Watu wanamiliki simu, unashangaa yaani huyu mtu anaongea mwenyewe kichaa nini? Umeona jamaa amekaa pale anaongea, wewe ni mkichaa nini? Hapana. Ni dunia wewe upo katika dunia, lakini upo nje pembezoni mwa dunia, umekaa hivi una hang pembezoni mwa dunia. Sasa hivi dunia ikizunguka, sisi tunaambiwa dunia inazunguka katika muhimili wake. Kuna dunia kuzunguka katika katika ile nini, katika ile orbit, sijui niseme, ambao dunia inalizunguka jua, si ndivyo? Okay. Dunia linapolizunguka jua pale pale na lenyewe linazunguka. Kwa hiyo dunia inazunguka mara mbili. Linazunguka duara kulizunguka jua kutafuta majira ya mwaka, kutafuta majira ya kiangazi, masika, na tafuta majira ya mwaka kutafuta mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, dunia inavyolizunguka jua. Ikitoka pointi hii kamaliza mpaka pointi ikafika pale pale, mwaka umeisha. Alafu na lenyewe linajizungusha pale kwenye muhimili wake.
Ninavyojizungusha hivi ninatafuta usiku na mchana, day and night. Kwa hiyo umekaa pembezoni. Kwa hiyo dunia inavyojizungusha unaweza ukajikuta na wewe umetupwa nje. Umetupwa nje kinini? Umetupwa nje kiteknolojia. Kwa hiyo umekaa tu kwa kutegemea kwamba elimu, 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 elimu. Kumbe elimu baadaye haina manufaa, kwa sababu lengo la sisi asilimia kubwa ya Afrika, sana sana wa Tanzania, tunasoma ili Watanzania tunasoma, lengo kuu tunasoma, tunaambiwa unataka usome uje kuwa nani? Mimi nataka nije kuwa daktari, mimi nataka nije kuwa rubani, mimi nataka nije kuwa mwalimu, mimi nataka nije kuwa mwanajeshi, mimi nataka nije kuwa polisi. Tunasoma kwa ajili ya kupata pesa, mishahara. Yaani hatusomi kwa ajili ya kitu kingine, tunasoma kwa ajili ya kutafuta pesa. Sasa wewe umesoma, wazazi wako wameuza ng'ombe, si ndivyo? Wazazi wako wameuza na ndio mashamba, yaani wameuza kwa ajili ya kukusomesha. Alafu baadaye umeshamaliza chuo kikuu unakuja unaambiwa kazi hamna. Ena lihanage kama hiyo. Hapo ndipo utakapojua hujui sasa. Hapo ndo utakapokiona, utakapokutana live na mtema kuni. Yule si unakuwa unamsikia, utakiona cha mtema kuni. Sasa yule mtema kuni yule sasa, unaona bwana? Ndio utaenda kukutana naye live. Ndipo hapo hana lihanage kini hagemi nzika hungwa moja kwa moja. Kwamba utakapoanza kuomba maji sasa, sehemu ambayo haistahili kuomba maji. Sasa soma, jua, elimu ije kusaidie katika kuijua miondoko ya dunia inazungukaje. Dunia inapobadilika kuzunguka ikabadilisha ule mwelekeo. CZ ndicho alichokimaanisha. Hii jambo lake amelizungumza katika vitu vidogo, katika maandishi machache, lakini ukiyachambua yanakuja kuwa na maana kubwa sana, kwamba wewe utakosa kazi, alafu tena unaambiwa buy crypto and hold ili uje uretire katika miaka michache. Na ni wangapi wanyoshe mikono wamefanyaje? Wameanza kuretire, yani wamefanikiwa kwa kutumia crypto. Wanyoshe mikono, watu watakanyosha mikono. Bwana, mimi nimefanikiwa leo hii, nimeacha kujenga, nimeacha kufundisha, sijui nimeacha nini, kwa sababu ya masuala ya blockchain technology, masuala ya cryptocurrencies. Jana juzi kati kuna sehemu nimepita, sehemu fulani nje kidogo ya mkoa huu, lakini ni nje kidogo kwa jamaa zangu. Nimepita nikaa nimekaa, nipo katika masuala ya trading, nimekaa zangu watu kijiweni. Napendaga kukaa vijiweni kuwasikiliza vijana akili zao zinafikia wapi na kuwagusia gusia fursa. Nimekaa nipo naendelea zangu na masuala yangu ya trading. Kuna kijana mmoja ni muuza ndizi akaja sehemu nilikuwa nimekaa naye, akakaa pembeni. Sasa nimeshika simu, nipo Binance, nilikuwa kuna vitu nilikuwa na cheki jinsi ya kutrade. Akaona akasema, brother, hii si forex. Kabidi tu nimwitike, namwambia halo, unajua mimi nilikuwa nipo katika forex. Ikawaje? Akaanza kuniambia, bwana, mimi nilikuwa na rafiki zangu Nigeria kule, na rafiki yangu yuko Nigeria, nilikutana naye sehemu fulani, akaniambia bro, akaniambia bwana, kuna fursa mimi nataka nikupe. Fursa gani? Akamwambia kuna masuala ya forex. Sasa hivi maisha yangu yako vizuri, masuala ya lele. Akaanza kunifundisha. Kanifundisha, mimi nikapenda, nikafanya. Nimefanya forex, nimefikisha, nilikuwa na dola 40,000 na nilikuwa na dola, kuna akaunti moja na dola 40,000, akaunti nyingine na dola kama 20,000. Changamoto iliyokuja kwenye kutaka kuzitoa zile dola nipate ile full usajili, sasa inahitajika ID, yani kitambulisho cha NIDA. Sasa zile namba nikashindwa. Kwa mwisho wa siku, mpaka ile simu inakuja kupotea, inakuja kuibiwa, ilikuwa ina hizo dola. Kwa ni na takriban dola 60,000. Kwa hiyo nikashindwa kwa sababu ya NIDA. Nikamuuliza swali, je, NIDA umeshafanikiwa kupata? Hapana, sijafuatilia kwa sababu yani yeye maisha yake hana umuhimu wa NIDA, ataifanyia nini? Kaambia wewe umepoteza. Yani wewe katika watu wapumbavu ni wewe, ni mmoja wapo. Yani NIDA umekosa pesa mara ya kwanza, fursa kwa sababu ya NIDA, na bado uifuatilie. Kwa na ule mtu ikasema ngoja nimrekodi.
ili ije kuwa ni ushahidi na nyie muweze kuzingatia. Kuna jambo ambalo leo unaweza ukaliona halina manufaa kwako, lakini baadaye ndio likaja kuwa na manufaa. Huyu baadaye atakuja kujuta sana. Huyu kijana amepoteza $60,000 kwa sababu ya kitu kidogo tu, NIDA. Kwa hiyo kuna leo watu wanapoteza fursa kwa sababu ya vitu vidogo tu, labda ada, akapoteza fursa, au kupuuzia kwa sababu ana mambo yake busy anafanya. Sasa hivi yule bwana mdogo anatembeza ndizi mtaani, lakini sasa hivi angekuwa ni bilionea akaniambia mimi mambo hizi najua zinalipa. Akasema unaona ile saluni pale, akanionyesha na mimi ni shuhuda. Akaniambia unaona ile saluni pale, yule bwana mdogo yule alikuwa hana lolote, lakini saluni kaifungua kwa sababu ya masuala ya crypto. Alikuwa anacheza sio nini, masuala ya Royal Q. Alinunua sio Royal Q roboti, kamnunua Royal Q sio nini, ile Royal Q likampa hela, akanunua ile saluni pale. Ile saluni inaitwa Royal Q. Nenda pale kasome ile jina la saluni, imeandikwa Royal Q. Kwa leo ameacha shughuli zake za kusukuma mikokoteni, amefungua saluni yake mwenyewe, anamiliki, yeye ndio owner wa hiyo saluni. Kwa sababu gani? Ya masuala ya crypto, Royal Q. Sasa ndo hayo ambayo CZ ameyazungumza, akisema ni wangapi wame retire, yani wamesha staafu kazi zao ngumu, wamestaafu kufanya kazi zao za majasho makubwa, kutafuta pesa nyingi kwa sababu ya crypto. Huyu angekuwa ni shuhuda, angenyosha mkono, kwa sababu crypto imemlipa. Amefungua mwenyewe saluni yake mjini, japokuwa ni sehemu, lakini ni sehemu ya mjini. Amefungua saluni yake, anawahudumia watu, anapata kipato chake sasa akiwa amekaa mwenyewe ametulia. Kwa sababu ya nini? Na masuala ya blockchain technology, ambayo wewe leo hii unaambiwa, unayaona kama ni ndoto, kama ni historia. Mwisho CZ akamalizia kwa kusema not financial advice, lakini sio ushauri wa kifedha au wa kiuchumi. Haya, mimi ni uroporopo wangu. Unajua hapa ameandika wakubwa peke yao ndo wataelewa kwamba not financial advice, yaani kana kwamba ameongea tu kama amejiongelesha yeye mwenyewe, si ndivyo? Kwamba usio ushauri wa kifedha. Sasa ni nini? Wajua hapa amemaanisha wewe kama ni mkichaa, wewe kama ni mpumbavu, haya maneno yangu wewe yachukulie tu kama ni maneno tu ameongea mjinga mmoja, yachukulie hivyo hivyo. Yaani kana kwamba ameongea hivyo, wewe yachukulie hivyo hivyo, kwamba yaani sawa mzazi akupe kazi, akwambia mimi natoka naenda kwenye kikao au kwenye mkutano au naenda kwenye shughuli zangu, au wamama yetu sio waswahili kwamba naenda kwenye vikoba, nakuachia maharage hapo yaangalie. Sasa nenda kacheze, acha maharage yaungue, afu akaondoka. Sasa usizane amekwambia nenda kacheze, acha maharage yaungue. Sasa wewe jitie mkichaa, sema mama kaambia yaache nenda kacheze, kwa na wewe umeenda kucheza, yakaungua. Sasa ndio utakuja kukutana nacho. Yule mtema kuni ndo utamuona sasa kwamba nimeacha maharage hapo, mwanangu angalia maharage ya jioni. Sasa usiangalie, yaache yaungue, au usiyaweke maji yakikauka yaache vivyo, usiweke maji. Na wewe kwa akili yako Kaisi ameniambia maji yakikauka ni yaache hivyo hivyo, kwamba ndio yanatakiwa yaive hivyo. Ndicho alichokimaanisha hapa CZ. Ameongea kwa lugha ya mtihani kidogo, yani ni mtihani, lugha yenye mtihani kidogo, yani yenye mafumbo, yani mafumbo ni mitihani, si unajua kwamba not financial advice. Huu sio ushauri wa kifedha au sio ushauri wa masuala ya kukuinua wewe kiuchumi. Sasa kama sio ushauri, wewe umeongeaje? Unasemaje kwamba ninunue crypto ni hold, nitaretire katika few years? Kwa nini unasema AI itaninyima mimi kazi, itanifanya mimi kuwa jobless? Kwa nini nifanyaje sasa? Alafu unasema sio ushauri wa kifedha. Sasa maana yake nini? Kwa sababu kuretire ni masuala ya kifedha, jobless ni masuala ya kifedha, ni masuala ya kifinancial hayo. Alafu unaniambiaje? Na anapoongea hapo anaongea katika mkutano wa masuala economic, masuala ya kiuchumi wa dunia, anazungumza hilo. Sasa akili kichwani mwako, na mimi nakupa akili kichwani mwako. Kwa hili alileta CZ, liletwa katika group letu hili, ni swala muhimu ambalo linatakiwa lizingatiwe na lichukuliwe kwa maanani mkubwa sana, kwa sababu kimwangalia anayezungumza ni tajiri
mkubwa duniani, anajulikana mpaka na rais. Yeye ni asili yake ni Mchina, lakini ameishi Canada. Wazazi wake walihamia Canada kama nilivyoelezea kule nyuma. Ametoka from zero to hero, yani alianza kuwa ni hana kitu, nothing, ndani ya miaka hii tu, ndani ya hii miaka 10 hapa katikati, kuanzia 2018 mpaka sasa hivi 2023 26, ndani ya hii miaka katikati hapa, miaka 8 hii tufanye, alikuwa hana kitu, lakini sasa hivi ni tajiri mkubwa, anamiliki trilioni za dola kwenye akaunti yake, anamiliki trilioni za dola, na zote hizo hajazipata shamba, hajazipata kwa sababu sijui ya kuajiriwa serikalini, sijui hajazipata kwa sababu sijui ya kuchimba madini, amezipata kwenye industry ya crypto space, ambayo wewe una uwezo na wewe ukajifunza kidogo 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 ukaweza kujimanage. Kwa hiyo AI iliyozungumzwa hapa imezungumzwa Pi network ndio itakayoenda kutunyanyua, kama wenyewe walivyosema wenye mradi kwamba AI ndiyo dunia itakapodondokea. Cheng Dia alisema hatuwezi, tunapoizungumza mabadiliko ya dunia, hatuwezi kukwepa kuzungumza mabadiliko ya teknolojia. Na tunapozungumzia mabadiliko ya teknolojia, hatuwezi kuacha kuizungumza AI, artificial intelligence. Sasa kama ndivyo, dunia ndipo itakapodondokea, mimi na ninyi hapa tuliokaa tunapaswa kukaa na kulijadili na kulifikiria hilo, kwamba kama dunia ndipo inapoelekea huko itakuwaje. Lakini akasema mimi majibu ninayo, japo hayo ndiyo ya kujifikiria, nimewapa kazi, lakini mimi majibu ninayo. Majibu ninayo nini? Ndani ya Pi network kuna 1, kuna 2, kuna 3. Tutaenda kutafuta pesa ambazo hazijawahi kufikiriwa wala kuhisiwa mtu anaweza akazipata kwa muda mfupi. Kwa hiyo nimeona niwape hilo la kwanza, na la pili tutalizungumza kwa wakati mwingine. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi na juu ya mradi wetu.